Nataka nizungumze nanyi kupitia ninyi ili Watanzania wajue baadhi ya mambo ambayo kwa namna moja au nyingine yamejitokeza siku za hivi karibuni. Mimi kama kijana mzalendo David Levy Nkindikwa tulishuhudia mtafaruku kidogo ambao ulitokea siku za hivi karibuni, ndugu Mheshimiwa Bashe na mambo mengine. Mtakumbuka uhusiano wa Tanzania na nchi zetu za Malawi pamoja na South Africa ni uhusiano ambao ni wa kihistoria. Ni uhusiano ambao umejengwa katika jasho na damu. Ni uhusiano ambao umejengwa katika mali za Tanzania zimetumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga uhusiano mkubwa katika nchi hizi za kusini mwa Afrika, especially Malawi pamoja na South Africa. Na mtakumbuka hata wapigania uhuru wa nchi hizo zote wamefika hapa Tanzania na wamepewa endorsement ya Tanzania, na jeshi la wananchi limeenda katika hizo nchi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna ukombozi mkubwa katika nchi hizo, na hatimaye wamepata uhuru. Lakini uhuru ambao umepatikana ni kwa sababu tuna jitihada kubwa ambazo zimetokana na nchi yetu, mchango mkubwa kwa nchi yetu ya Tanzania. Na mtakumbuka hivi karibuni yametokea mambo kadhaa, mtafaruku mkubwa ambao umepelekea mpaka Mheshimiwa Bashe akazungumza mambo mazito. Na mtakumbuka tarehe 17 mwezi wa 4 2025 Waziri wa Kilimo Hussein Bashe alitoa tamko kuwa naomba nukuu katika hili tamko: serikali imepokea taarifa rasmi kwa serikali ya Malawi serikali ya Malawi imezuia mazao ya kilimo kutoka Tanzania yakiwemo unga, mchele, tangawizi, ndizi, mahindi na mahindi. Hatua hii imeathiri moja kwa moja shughuli za wafanyabiashara wetu wanaosafirisha bidhaa hizo kwenda Malawi. Ni vyema ifahamike kuwa kwa kipindi cha miaka 5 serikali ya Tanzania imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kufungua soko la ndizi nchini ya Afrika Kusini bila mafanikio. Hali hii inafanana changamoto tulizopitia kwa zaidi ya miaka 10 katika kufungua soko la parachichi hadi pale tulipoamua kuchukua hatua za kulinda maslahi ya nchi yetu. Kutokana na hali hii, baada ya juhudi zote za kidiplomasia kufanyika bila mafanikio, ninapenda kwa taarifu yafuatayo. 1. Iwapo serikali ya Malawi na Afrika Kusini hazitabadilisha msimamo kufikia Jumatano ijayo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo itazuia uingizwaji wa mazao na bidhaa zote za kilimo kutoka nchi hizo mbili. 2. Mizigo ya bidhaa za kilimo kutoka Malawi na South Africa haitaruhusiwa kupita ndani ya mipaka ya Tanzania kuelekea bandari ya Dar es Salaam au nchi nyingine yoyote hadi zuio hilo litakapoondolewa. 3. Usafirishaji wa mbolea kwenda Malawi utasitishwa ikiwa ni sehemu ya hatua za kulinda maslahi ya wakulima na wafanyabiashara wa Kitanzania. Wasafirishaji wote wa Kitanzania wanaosafirisha bidhaa za kilimo, ninawashauri kuacha kupakia bidhaa hizo mpaka hapo Malawi na Afrika Kusini watakapobadilisha msimamo wao. Wafanyabiashara walioweka order za apples, machungwa na bidhaa zingine ambazo hununuliwa Afrika Kusini, na washauri kuacha kwa sasa, kwani hatutaziruhusu kuingia Tanzania mpaka hapo Afrika Kusini itakapofungulia soko la ndizi. Ninathibitisha kuwa kama waziri wa mwenye dhamana nimewasiliana kwa njia mbalimbali na waziri wa kilimo wa Malawi bila mafanikio na ya kupata majibu rasmi. Hatua hii ni za kulinda heshima ya nchi yetu, uchumi wa wakulima wetu na usawa katika biashara za kikanda. Mwisho wa kunukuu. Sasa waziri wa kilimo akafanya swala zima, akafika hatua sasa tarehe 23 akaweka zuio. Pia waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe alitoa msimamo wa Tanzania kuzuia bidhaa zote kuingia wala kupita katika ardhi ya Tanzania. Ninaomba nukuu:
mpaka saa hizi saa 12 kama waziri wa kilimo Hussein Mohamed Bashe sijapokea notisi yoyote. Mazungumzo yanaendelea na yanaongozwa yanaongozwa na waziri wetu wa mambo ya nje Mheshimiwa Mohamed Thabit Kombo. Lakini wakati wa mazungumzo yanaendelea, sisi hatuwezi kuendelea kuishi kwa denied right. Natangaza rasmi kuanzia leo usiku mambo yafuatayo kwa nchi hizi mbili. Moja, South Africa imekuwa ikiingiza Tanzania fresh apples. Kwa hiyo kuanzia leo ni marufuku kuingiza fresh apple ya South Africa Tanzania. South Africa inaingiza matunda mbalimbali yakiwemo zabibu na mengine. Kwa hiyo kuanzia leo ni marufuku kuingiza matunda. Hatutaruhusu zao lolote linalotoka South Africa Kusini linalohusiana na kilimo ndani ya nchi yetu. Kuhusu nchi ya Malawi, mpaka sasa hawajafuta notisi walioitoa, na kwa hiyo ninatangaza rasmi ni marufuku mazao yote ya kilimo kutoka Malawi kuingia ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia leo. Lakini mbali na hapo, kwa nchi hizi mbili hasa Malawi, hatutaruhusu zao lolote la transit kupita ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tatu, kuhusu Malawi, mahindi yote yaliyonunuliwa kwa ajili ya kutatua tatizo lao la njaa kwao hayatoenda Malawi. Hatutayapeleka. Na la tatu, tarehe 1 mwezi wa 5 walikuwa wanaanza kuchukua mbolea kwa ajili ya maandalizi ya msimu wao wa kilimo kutoka Tanzania. Hatutaruhusu mbolea yoyote kwenda Malawi. Nataka tu niseme, na hatua hii haihatarishi usalama wa nchi, haihatarishi food security. Hakuna Mtanzania atakufa kwa kukosa zabibu ya Afrika Kusini. Hakuna Mtanzania atakufa kwa kukosa apple ya Afrika Kusini. Kwa hiyo tunachukua hatua hii kuprotect our business. Hii ni biashara, lazima wote tuheshimiane. Mwisho wa kunukuu. Haya ni maneno ya kuweka zuio tarehe 23 la Mheshimiwa Bashe. Lakini baada ya muda mfupi tu, tarehe 25 ambalo hilo zuio limedumu kwa siku 3, tarehe 25 zuio hilo tena Mheshimiwa Bashe akaliondoa. Sasa nini katika uchambuzi wangu sasa wa kauli za Mheshimiwa Waziri, nimepitia kwa umakini taarifa ya Waziri wa Kilimo na kusudio la kuweka zuio tarehe 17, taarifa ya Waziri ya kuwepo zuio tarehe 23 na barua ya kuondoa zuio tarehe 25. Najiuliza sasa, waziri huyu Hussein Bashe anayo mamlaka hayo? Nikagundua kwamba hayo mamlaka waziri hana mamlaka ya kuzuia biashara ya mazao ya kilimo ndani na nje ya nchi. Kwa kuwa jukumu hili la biashara ya biashara ya mazao ya kilimo ndani na nje ya nchi, kwa kuwa jukumu hili ni la waziri wa viwanda. Unapozungumzia kuhusu biashara za nchi, unazungumzia kwanza, unapozungumzia tu swala zima linalohusu mipaka ya nchi, mtu pekee anayeruhusiwa kuyasemea haya mambo ni balozi katika ile nchi. Pili, ni waziri wa nje na ushirikiano na Afrika Mashariki. Sitajua kama tunaelewana. Kwa lugha nyingine, Mheshimiwa Bashe amepoka mamlaka ya rais, amepoka mamlaka ya waziri wa viwanda na biashara, amepoka mamlaka ya waziri wa mambo ya nje. Mambo yote yanayohusu mambo ya nje, mtu pekee ambaye anatakiwa kuyasemea ni waziri wa mambo ya nje. Sasa inakuwaje Mheshimiwa Bashe tena anachukua majukumu au anachukua mamlaka yayo ya kutangaza? Anachukua mamlaka hayo kama nani? Kwa sababu instrument of power anayo. Instrument of power ya kuhusu mambo ya nje yako coordinated, yote yako coordinated na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, ambayo Mohamed Thabit Kombo ndio waziri mwenye dhamana, ndio aliyepewa mamlaka hayo. Lakini
waziri huyu sasa anachukua maamuzi, anachukua mamlaka hayo. Maana yake amemdharau rais, amemdharau waziri wa mambo ya masoko ya biashara na masoko ya viwanda, amemdharau vile vile waziri wa mambo ya nje. Sasa mambo kama haya yanatokea katika nchi hii, alafu mtu huyu bado tu yupo katika ofisi za umma. Yani wewe unachukua jukumu la waziri mwenzio. Bora angekuwa waziri mkuu, haya yangetamkwa na waziri mkuu, ilikuwa ni sahihi. Lakini yeye, kwa sababu waziri mkuu yeye ni waziri wa mambo wa mawaziri wote, lakini waziri huyu yuko specifically kwa ajili ya kilimo. Hapo unaweza ukaona kwamba inawezekana kuna mambo fulani ambayo hayako sawa. Lakini tukumbuke swala zima la ndizi Zanzibar pale mwaka 2023, mnakumbuka wa Tanzania, kuna wamama walipeleka kule ndizi. Ndizi zile zilizuiwa Zanzibar kule, lakini huyu waziri hatukumuona. Zimetoka Tanganyika zimeenda Zanzibar, hatukumuona huyu waziri akikemea hili jambo na kuikemea serikali ya Zanzibar. Kwa sababu gani? Walitoa sababu za kitaalamu kwamba mimea, yani ndizi zinazokuja kutoka huku bara zikienda kule zina tatizo la nini? La mnyauko wa migomba. Sijajua kama tunaelewana wa Tanzania. Sasa kama kuna mnyauko, je, kwa nini iwe South Africa mlazimishe South Africa wanunue ndizi zenu kutoka Tanzania, ambapo wao wana sababu zao? Kama ninyi Tanzania hamwezi kulinda mipaka yenu, wenzenu wana uwezo wa kulinda mipaka. Wanajielewa hawa. Kwa hiyo ina maana kwamba alichokifanya inawezekana labda ni kwa sababu ya maslahi yake, au inawezekana labda biashara za ndizi hizi labda ni za kwake. Tutajuaje? Kwa sababu hatuwezi kujua. Kwa nini iwe ni nguvu kubwa sana imetumika paka una overlook yani mamlaka yako, unaenda mipaka ya mamlaka? Kwa sababu kwanza amemdhalilisha rais, amemuona kwamba rais hana nguvu, yeye ndio mwenye nguvu. Yani waziri wewe uwe na nguvu kuliko rais. Yani kuna mambo mengine, yani tuna mambo mengine ya ajabu sana. Kwa sababu mambo yote yanayohusu mambo ya kimataifa, uhusiano wote, iwe ni biashara, wawe ni wawekezaji wanapokuja ndani ya nchi yetu, lazima coordination iwe ni kwa waziri wa mambo ya nje. Waziri wa mambo ya nje ndio anawakutanisha na mawaziri ambao wanahusika, wenye sekta husika, kama ni ujenzi, kama ni miundombinu, kama ni reli, kama ni kilimo, kama ni nini, wote hao wanakuwa coordinated. Lakini waziri wa mambo ya nje, investment yote inayotoka nje lazima apitie kwenye ofisi ya waziri wa mambo ya nje. Sasa huyu waziri anapata wapi haya madaraka? Ina maana kwamba amefanya haya mambo, huyu mheshimiwa Basha amefanya haya mambo bila kufanya consultation ya wataalamu wa mimea. Hajafanya consultation, kwa sababu angefanya consultation ya wataalamu wa mimea wasingemruhusu mheshimiwa Basha kutoa tamko la kuzuia. Kwanza unapozuia unajua madhara yake ya kuzuia. Amezuia kufanya, yani mpaka amefika pahala eti zile transit, yani transit cargo zinazotoka South Africa, zinazotoka Malawi, zisipite katika nchi yetu ya Tanzania, kinyume kabisa na mikataba ya dunia ya kibiashara. Kwanza ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha sheria za kimataifa za kibiashara. Kwa sababu kwa mujibu wa World Trade Organization na GATS, nchi zote ambazo ziko landlocked, sawa, zinaruhusiwa kupita katika nchi ili zipelekewe chakula. Maana yake anapozuia watu wasipelekewe chakula kule Malawi, maana yake ni kwamba anahatarisha kwamba kule Malawi wafe na njaa. Kule Malawi wafe na njaa. Sasa hii inawezekana vipi kwenye taifa la watu ambao ni watu wazima, watu wenye hekima kubwa? Tanzania hii ilikuwa ni kisima cha maarifa. Tanzania hii ilikuwa ni kisima cha uongozi katika Afrika. Leo hii tunakuwa na viongozi wa ajabu kama hawa kweli, na tunaruhusu mambo kama haya yaendelee katika nchi yetu? Hatuwezi kuruhusu mambo kama haya yaendelee katika nchi yetu tena, kwa sababu hasara zitakazokuja zitakuwa ni kubwa zaidi, zitakuwa ni kubwa mno. Kitendo cha kuzuia tu, kwanza tunaweza kushtakiwa.
tutashtakiwa katika na mahakama za kimataifa. Tumezuia kwa sababu sisi sio kisiwa, tumesaini mikataba ya Umoja wa Mataifa kwamba nchi zote zinaweza on transit cargo inapita pahala popote. Unapozuia on transit cargo inayoenda Malawi au inaenda South Africa kupitia Tanzania, maana yake unahatarisha kwamba watu wa South Africa wafe, wasipate huduma kinyume cha sheria na kinyume cha haki za binadamu. Ina maana haki za binadamu, taasisi za haki za binadamu zinaweza kuzishtaki Tanzania na tukaingia gharama kubwa kulipa hela, kulipa fedha, faini nyingi tu. Wewe unazuia, na ndio maana tarehe 25 tarehe 26 aliondoa hilo zuio. Lile zuio liliondolewa. Mheshimiwa Basha aliondoa, na nafikiri aliondoa kwa sababu baada ya kukemewa na mamlaka kwamba umefanya hayo kwa sababu hayako ndani ya uwezo wako. Hiyo sio mamlaka yako, na ndio maana zuio lile akalitengua. Sasa haya mambo hatuwezi kuyaona, hatuwezi kuyavumilia kama nchi. Lakini athari zinazoweza kujitokeza katika maamuzi ya Waziri Bashe. Kwanza, Tanzania kuwekewa vikwazo vya kibiashara kimataifa, kupigwa faini kubwa. Kwa sababu unapozuia automatically wale wenzetu wale wanashindwa kupata nini? Kubenefit kupitia ile barabara. Na sisi tumesaini mikataba katika Umoja wa Mataifa. Sisi ni memba wa Umoja wa Mataifa. Sio kisiwa sisi. Lakini unaweza ukaona kuharibika mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi kati ya Tanzania na Malawi, lakini na kati ya Tanzania na South Africa. Kumbuka biashara kwa mujibu wa taarifa za serikali mpaka mwaka 2021, nafikiri ukienda mpaka sasa hivi, biashara ya mazao tu peke yake tuliofanya nao kati ya South Africa na Tanzania ni zaidi ya shilingi trilioni 5, trilioni 2.6, lakini ukipiga mpaka sasa hivi nafikiri inaweza ikafika hata trilioni 5. Yani biashara sisi tumeiuzia South Africa biashara za mazao. Tumeuza South Africa zenye thamani ya shilingi trilioni 6, trilioni 5, trilioni 2.6. Almost karibia trilioni 5. Umeelewa vizuri? Sasa haya mambo eti huyu mtu anakuambia kwamba hatutaki. Yani South Africa kuzuia ndizi zako zisiingie South Africa, kwa sababu inawezekana hizo ndizi ni kwa sababu kwa mujibu wa taarifa zao labda ndizi zetu zina tatizo la mnyauko. Kwa sababu Tanzania hapa tuna matatizo na hili tatizo la mnyauko halijashughulikiwa ipasavyo. Kwa nini walazimishe South Africa wapokee ndizi zako? Unataka kuachieve kitu gani? Hili jambo haliwezi kuvumiliwa na hatuwezi kuona kwamba hili jambo linaendelea kutamalaki katika nchi yetu. Lakini kwa kufanya hivyo unaweza ukafanya distraction pale bandari ya Dar es Salaam. Pale bandari tuna mikataba mibovu ya DP World na kampuni gani? Ya Aden Group. Hizi kampuni zinaweza kutupeleka mahakamani, kutuhashtaki kwamba tumezuia mizigo kwenda nchi zile zinazopitia bandari ya Dar es Salaam. Sijajua hizi athari wa Tanzania wanazijua. Na sijajua kwa nini mpaka leo yuko ofisini, kwenye ofisi ya umma. Sijajua mimi sielewi, yani sielewi kabisa. Yani inakuwaje kiongozi yani mambo kama haya yanatokea katika taifa na bado huyu mtu bado yuko ofisini? Hapana. Lakini mambo yaliyojitokeza baada ya zuio, katika kipindi chote cha zuio la siku 3 hatukushuhudia magari, malori au mizigo iliyozuiliwa kuingia nchini ikitoka Malawi au South Africa. Hii inaonyesha kuwa zuio hili lilikuwa ni la waziri wa kilimo peke yake na sio zuio la serikali. Lakini kusudio la kufuta zuio kwa nchi za Malawi na Afrika Kusini yamefanyika bila bunge kuelezwa. Kumbuka bunge linaendelea. Mheshimiwa Basha ameita tu waandishi wa habari, amezungumza, lakini hajatoa taarifa bungeni. Jambo zito kubwa kama hili hajafanya consultation hata na mawaziri wenzake. Jambo kubwa kama hili hajatoa taarifa bungeni. Halafu mtu huyu bado yuko madarakani mpaka leo. Najua kuna mambo mazito hapa katika nchi hii. Sijajua ni kwa nini, lakini
Ina maana kwamba kwa mfano kama nchi za kusini za Malawi na Afrika Kusini ziko kimya, hazijatoa tamko lolote rasmi kwa umma kufuatia kufungwa kwa mipaka yake. Kwa sababu gani? Wanajua na wanaweza kujitetea kwamba sisi hatukufanya jambo baya, tumefanya haya kwa sababu ya kulinda heshima ya nchi zetu, ya kulinda masoko ya wananchi wetu. Mtajitetea nini katika nchi za SADC na WTO? Wanaweza kujitetea na wakawa katika nafasi nzuri tu, lakini sio mambo kama hayo. Kwa hiyo nawakumbusha Watanzania pale Zanzibar tu tulizuiwa, hatukupeleka ndizi pale, sisi zilizuiwa pale. Kwa nini? Kwa sababu ya kuogopa magonjwa. Kwa hiyo ina maana South Africa wao wanataka muwapelekee magonjwa ya mnyauko katika ndizi zao. Nyinyi acheni masiara nyinyi. Sasa tunajiuliza sasa uadilifu na utendaji wa Bashe uko wapi? Kwa sababu kuna mambo hapa tunatakiwa tujiulize. Mnakumbuka mwaka 2010 kule Nzega kule Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Bashe kilimuondoa katika kinyang'anyiro cha nini? Cha uchaguzi, asigombee ubunge. 2000 na ngapi? 2020, 2010. Kwa maana kwa shutuma kwamba huyu sio raia wa nchi. Si mnakumbuka Watanzania au mmeshasahau? Hiyo kauli ya Chama cha Mapinduzi, tena neki, yani halmashauri kuu ya CCM ilimwengua kwa sababu uraia wake una utata, lakini bado mpaka leo haijawahi kumsafisha. Na nashangaa kwa nini 2015 alikuwa endorsed. Shauri, yani halmashauri ile iliyokana kusema kwamba Bashe sio raia, uraia wako ni mtata, una utata, 2015 wakamuendozi tena kwa waziri, kwa mbunge. Sijajua kwa nini. Lakini tukumbuke siku za hivi karibuni mkuu wa majeshi CDF Jenerali Mkunda alitoa tuhuma kubwa kwamba katika serikali ya nchi yani katika Tanzania serikalini kuna baadhi ya watu watendaji wa serikali na wengine wateule wenye maamuzi katika nafasi za maamuzi ya nchi ambao sio raia wa nchi. Taarifa ya nani? Ya CDF Mkunda inazungumza hivyo miaka 2. Na mtakumbuka hivi juzi tuma karibuni liliibuka bungeni na Niliuruhaga Mpina alienda kuraise hiyo hoja bungeni kwamba taarifa ya CDF Mkunda haijafanywa kazi miaka 2. Na majibu ya waziri yalikuwaje sasa? Majibu ya waziri anasema kwamba tunalichukua hili, tunaenda kulifanyia kazi. Yani miaka 2 taarifa imetolewa na mkuu wa majeshi, serikali haijaifanyia kazi. Juzi ndio anasema kwamba baada ya miaka 2 ndio wanaenda kuifanyia kazi. Hivi tuko serious na nchi hii? Viongozi hawa wako serious? Na budget na yenyewe ikapita. Budget ile ya waziri Usimbachawene ya utawala bora ilipita. Na hiyo ndio ilinishangaza sana mimi, kwa sababu imepita bila kupingwa. Mheshimiwa Mpina aliyeibua ile hoja, yani msikilize vizuri, Mheshimiwa Mpina aliibua hiyo hoja, yani ya kwamba kuna raia ambao sio katika mamlaka, kwa mujibu ya ripoti ya Mkunda kwamba kuna watu wana utata. Halafu ameibua hoja bungeni, halafu na yeye eti unashangaa bajeti ile imepita bila kupingwa. Na yeye yumo bungeni, aliyeibua ile hoja hajagusa mahala popote kusema kwamba hii labda tufanye intervention, hata kushika shilingi kwamba lazima serikali itoe majibu. Hakufanya hivyo. Maana yake ni nini? Tunamuelewaje huyu mheshimiwa? Lakini tunaona hata viongozi wakubwa wengine tunawaheshimu. Imepitaje? Yani imepitaje hoja kubwa kama hii? Inapitaje bungeni na wabunge? Lakini mkumbuke huku mtaani huku kuna tatizo kubwa sana la watu kupotea. Kwa mujibu wa taarifa ya
kiongozi wa shule ya maimamu nani huyu Shehe Ponda alitoa kitabu, na ni kitabu mimi nimeisoma ile taarifa, inasikitisha. Kuna watu wanapotea, mamia ya Watanzania, zaidi ya watu 200, wengine wameuawa, wametekwa, wamepotea zaidi ya 200. Lakini hata taarifa ya TLS ya hivi majuzi inasema zaidi ya watu 80 wamepotea katika mazingira tatanishi na wengine wameuawa. Taarifa za mamlaka hizi ambazo ni credible authorities. Sasa unawezaje kusema kwamba nchi hii haijavamiwa? Halafu tunashangaa tuna kundi linaloitwa watu wasiojulikana. Hawa watu wasiojulikana katika nchi hii wamekuwa wakubwa kuliko serikali. Je, tukiona kwamba hili kundi la watu wasiojulikana ndio linaloteka watu, linaloua watu, linalopoteza watu, tutasema kwamba na kwa nini tokee hivyo wakati tuna usalama wa taifa? Tuna jeshi la wananchi, tuna jeshi la polisi. Ina maana kwamba wameshindwa? Inawezekana sasa kumbe inawezekana tunaweza ku quantify kwamba raia wale wa nje, wale waliotajwa kwenye taarifa ya CDF Mkunda, wametamalaki katika nchi hii, wanataka kuleta vurugu katika nchi hii ili nchi hii isitawalike, ili nchi hii tusipige hatua za kimaendeleo. Hili jambo linatakiwa likomeshwe. Hatuwezi kukubali kikundi kidogo tu kituharibia nchi yetu. Ndio maana leo unashangaa, juzi tu hapa tumeenda pale mahakamani pale mahakamani wamedeploy kila sehemu mpaka na mbwa. Yaani unashangaa mpaka Watanzania leo eti jamani, unajua mambo mengine mazito sana. Wanaletewa mbwa. Yale tuliyoyaona South Africa kipindi cha nyuma kabisa, kipindi cha ubaguzi, ndio yanatokea Tanzania katika karne ya 21. Mwaka 2025. Baada ya miaka 60 na kitu ya uhuru wa nchi hii, yanatokea mambo kama hayo. Unasema ni nini? Kwamba tukisema kwamba nchi imevamiwa hii, tutakuwa tunakosea? Inawezekana bana. Inawezekana hawa wanaofanya haya matukio sio raia wa nchi hii. Kwa sababu sisi wa Tanzania tuna utamaduni wetu. Tunajua namna ya kushughulikiana, lakini sio katika hali ya kupelekeana mbwa. Mbwa unampelekea mbwa mtu akang'atwe. Tumefika huko wa Tanzania. Najua mambo haya yanasikitisha. Halafu watu wakiongea wanaonekana kwamba tuombee amani. Amani ipi bila haki? Amani bila haki. Hata maandiko matakatifu ukisoma katika kitabu cha Isaya 58 mstari wa 8 wa kwanza inasema piga kelele, usiache kusema, paza sauti yako kama tarumbeta, waambie watu wangu makosa yao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Lakini hata ukisoma kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 7 inazungumza ukweli. Enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari yenu. Watu wangu wamekuwa wakifundisha maandiko yaliyo maagizo ya wanadamu. Sasa unaweza ukajiuliza, ni nini hii katika nchi? Tunatakiwa tusimame kidete kwa ajili ya kuleta heshima katika nchi yetu. Tusikubali haya mambo yakaendelea hivi. Kwa sababu yanaweza kutuletea madhara makubwa katika nchi yetu. Lakini tumeshuhudia katika kipindi chake cha waziri wa kilimo akilalamikiwa kwa usimamizi mbovu wa wizara unaopelekea kuua bei za mazao na masoko ya wakulima, hadi kupelekea kufunguliwa kwa mashtaka katika mahakama kuu ya Tanzania. Mfano kesi ya sukari, kesi ya wakulima wa miwa kule Kilombero, kesi ya wakulima kule wa Choroko kule Manyara, kesi ya wakulima wa tumbaku kule Tabora. Umeelewa vizuri? Yametokea hayo. Mambo haya hatujawahi kuyashuhudia katika nchi hii. Hatujawahi kuyashuhudia mambo kama haya kwa mawaziri waliowahi kupita katika ile wizara. Tumeona hata, na nikwambie ni kweli, mnyongeni, Mwigulu Nchemba wakati yuko waziri wa mambo ya kilimo alifanya transformation kubwa sana, na wakulima wa nchi hii walimpenda. Kwa sababu Jewe alivyokuwa anafanya kazi zake na kufanya transformation kwa ajili ya wakulima wale, unaweza ukaona kabisa kwamba huyu mtu anajua adha za wakulima, Mwigulu Nchemba. Lakini hebu muangalie mfano kama Adolf Mkenda.
Adolf Mkenda alikuwa ni kiongozi mahiri, kiongozi jasiri na kiongozi mzalendo katika wizara hii. Na ndio maana ndio kipindi ambacho kulitokea mabadiliko makubwa ya kimfumo na ya kisheria katika kipindi chake, kuhakikisha kwamba nchi hii sekta ya kilimo inanufaika wananchi na sio kwamba inanufaisha kundi dogo la watu. Sasa leo hii yametokea kama haya. Hata kipindi cha akina Dr. Tizeba, Charles Tizeba. Hata kipindi cha akina huyu nani huyu waziri aliyekuwa waziri huyu wa kilimo nani huyu Hasunga. Hatukuona haya mambo yakitokea. Leo yamekuwa ni hatari, yani imekuwa ni zaidi ya yani sijui ni kwa nini tu. Halafu mtu kama huyu bado tu analindwa. Tumeshuhudia mfano kama mradi ule wa BBT. Huu mradi wa BBT umegharimu mabilioni ya Watanzania. Lakini matokeo yake yako wapi? Tulishuhudia hata waziri anazungumza kwamba eti kutengeneza kufyeka hekta moja kuifyeka inagharimu shilingi milioni 16. Milioni 16.5. Huu ni wizi mkubwa. Wakati kikawaida hekta moja kuikria haiwezi kuzidi shilingi 1.5 ikisana labda 500,000. Sasa imeandikwa shilingi milioni 16 na wabunge na wenyewe wakapiga makofi pa. Hebu fikiria. Na wakashangilia. Sasa tukisema kwamba hawa wabunge wanaopiga makofi hawa wanakorudi kuimaliza nchi hii, tutakosea? Eti Watanzania tutakosea? Yani jambo kama hili milioni 16 kutengeneza hekta moja kuikria kuifyeka hekta moja inagharimu milioni 16.5. Wabunge na wenyewe makofi pa wanapitisha. Alafu wanapitisha wananchi naenda pale Muhimbili kwenda kufanywa dialysis kwa mwezi mmoja sio chini ya shilingi milioni 2. Pale Muhimbili mimi na ndugu yangu pale. Wameuza mpaka mashamba na nini na bado mpaka ndugu wamegombana kwa sababu ya kumhudumia yule. Milioni 2, una milioni 2 huwezi. Maana yako ukipiga kwa mwaka shilingi sio chini ya shilingi milioni 26. Nani anayeweza kwa kukamata milioni 26 kwa mwaka? Kwenye nchi yani kwa sisi maskini hivi. Kweli kabisa. Je, huyo ni case study ya mtu mmoja pale Muhimbili wako wengi. Sio Muhimbili tu, sehemu zote za nchi hii. Kwa nini tusingeweza kuweka hizi fedha zikaenda kuwatibu hawa wananchi? Zikawasaidia hawa wananchi wakawa wanaenda kufanywa dialysis bure katika nchi hii. Maisha mambo mengine bwana yanauzi, yanakela, lakini ndio hivyo tena. Angalia mfano kama miradi ya umwagiliaji mikubwa. Kuna miradi ya umwagiliaji ambayo imeanzishwa chini ya huyu mheshimiwa. Mingi tu. Na mbaya zaidi wale waliopewa tenda za kujenga zile miradi ya umwagiliaji ni watu ambao hawana sifa za kutosha. Sio maneno yangu. Ni kwa mujibu wa taarifa ya CAG. Wamepewa watu ambao hawana sifa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wapo waliokuwa na sifa, si ndio, wakaachwa, wakapewa watu ambao hawana sifa. Kwa sababu ya nini? Pale unaweza ukasema kwamba ni kwa sababu ya influence ya rushwa. Lakini rushwa inasema nini? Katika katiba ya CCM ibara ya 18 inasema ni marufuku kwa kiongozi kutumia nafasi yake kwa ajili ya manufaa binafsi. Imepiga marufuku. Lakini hata kwa katiba hii imepiga marufuku rushwa, imekemewa. Lakini hakuna jambo lolote linaloweza kuchukuliwa hatua. Haya mambo tunatakiwa tuchukue hatua wa Tanzania. Mtakumbuka tena vile vile kuna mambo ya umeona mbolea feki. Mbolea feki, mbegu feki, viuatilifu feki vimetamalaki sana katika kipindi hichi cha ndugu yetu Hussein Bashe. Vimetamalaki. Kwa nini zitamalaki? Je, kuna uhusiano gani? Zimepitaje? Zimefikaje kwa wananchi? Haya mambo haya yanatakiwa yakemewe kwa dhati ya mioyo yetu. Lakini vile vile mtakumbuka wakulima wa pamba wamekuwa wakikatwa fedha shilingi 300. Kwa mwaka msimu wa 2021-22 walikatwa shilingi 400. 22-23 walikatwa 300. 23-24 walikatwa shilingi 300.
Ukiquantify katika hii miaka mitatu tu, wakulima wamekatwa sio chini ya shilingi bilioni 100 na kitu. Karibia bilioni 150 zimekatwa. Karibia hata bilioni 200. Kwa sababu msimu tu wa mwaka jana pamba iliyotokea iliyozalishwa ilikuwa ni tani 285,000. Ukiquantify kwa 300 unaweza ukajikuta una zaidi ya shilingi bilioni 90 kitu. Mwaka uliopita tulipata pamba zaidi ya yani tani 185,000. Kule mwaka mwingine 175,000. Unaweza ukajiuliza, yani kwa miaka tu hii mitatu, maana yake zaidi ya shilingi bilioni 100 na kitu. Karibia bilioni 150 wakulima wamekatwa. Lakini hakuna hatua zozote zinazoenda. Je, hizi hela zinaenda kumnufaisha nani? Fedha hizi wanazokatwa shilingi 300, shilingi 400 wakulima wa pamba. Kumbuka, wakulima pamba inalima katika mikoa 17. Unapoongelea watu katika mikoa inayolima pamba, mikoa 17, unaongelea population ya watu sio chini ya watu milioni 38. Katika ile mikoa 17. Nimequantify zaidi ya watu milioni 14 kwa mji wa population. Kwa mji wa takwimu za sensa. Unaongelea zaidi ya milioni 38 katika hii mikoa 17 kwa sababu ina population kubwa. Lakini wananchi wake wananyanyaswa, wananchi wake wanateswa, wananchi wake wanaibiwa, wanaporwa, wananyonywa kwa kiasi kikubwa mno. Halafu cha ajabu sasa, leo hii umekuja mpango wa kwamba wananchi mnalima pamba, halafu mnaletewa mnunuzi mmoja. Kwa hiyo ina maana kwamba imeondoka ule ushindani wa kibiashara. Maana yake tumerudi katika ile enzi zile za monopoly. Ile imperialism imeingia katika nchi hii. Ile monopoly capitalism imezama kwa wakulima katika nchi hii. Maana yake ni mtu mmoja anaruhusiwa kufanya biashara. Wewe anaweza kukupangia bei anayotaka yeye. Na maana yake ni nini? Mpaka ifike hatua hiyo. Maana yake inawezekana mheshimiwa waziri huyu amekurudi na hawa watu, inawezekana labda wamemhonga kwamba tumekuhonga wewe bwana, sisi tupe tufanyeje? Tuendelee kufanyeje? Kufaidi. Na wewe tutakukatia nani chako. Tutengenezee mazingira ili kusudi wanyonye zaidi wakulima hawa. Sasa huu ni uchonganishi mkubwa kati ya serikali na wakulima. Hivi hawa wakulima wa pamba wanaonyonywa kiasi hichi watampenda rais? Rais huyu leo tunatoka kwenye mwaka 2025 ujue. Wataenda kuambia nini hawa wakulima wa pamba? Wataenda kuambia nini hawa wakulima wa pamba wanaonyanyaswa, wanaoporwa, wanaoibiwa rasilimali zao katika nchi hii? Mnataka kura tena kwa wakulima hawa? Kwenye population hii ya watu milioni 38 mtazipata? Mna uhakika? Na ndio maana kunatumika nguvu kubwa kuwazuia, kuwanyamazisha watu wanaozungumza ukweli. Sasa haya mambo hatuwezi kuyanyamazia kimya. Lakini ukumbuke kwamba nafikiri mwaka jana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo alitengeneza upungufu hewa wa sukari katika nchi. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba anatengeneza upungufu hewa, halafu ili kusudi apate nafasi ya kuwapa makampuni ambayo anayajua yeye mwenyewe, labda makampuni yako mfukoni mwake. Kule, si mnakumbuka sekesa la sukari kilichotokea? Makampuni mpaka ya stationery yalipewa kibali kwenda kuagiza sukari. Makampuni ya vocha na yenyewe yalipewa kibali cha kuagiza sukari. Kesi ilienda mahakamani, ikafanywa figisu, vitu kama hivyo. Lakini hakuna kitu chochote. Sasa unajiuliza kwamba mambo kama haya yanawezaje kuruhusiwa katika nchi ambayo yanaenda kuua ajira za Watanzania, mamilioni ya Watanzania ambao wanajihusisha na kilimo cha miwa. Si unaenda kuua soko la kilimo la miwa? Unategemea nini sasa? Hili jambo haliwezi kukubaliwa katika nchi, na nawahamasisha Watanzania wote, vijana hasa, tuungane kwa ajili ya kukabiliana na hili jambo, kwa sababu tukinyamaza, uwe na hakika kwamba tutaendelea kuwa manamba na kuwa ni watu washangiliaji wa Simba na Yanga, halafu rasilimali zote za nchi zinawekwa mikononi mwa watu wachache. Lakini vile vile mtakumbuka Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe analalamikiwa na chama kikuu cha ushirika cha Shinyanga Shireku
kwa kutumia ubabe na kinyume cha sheria kujimilikisha maghala makubwa ya Shireku yaliyoko Kurasini jirani na bandari ya Dar es Salaam, ambayo yanaingiza ya Kurasini jirani na bandari ya Dar es Salaam, ambayo yanaingiza shilingi milioni 900 kwa mwezi. Licha ya mkutano mkuu wa ushirika uliofanyika tarehe 28 mwezi wa 3 2025 kukataa kukabidhi maghala hayo, lakini waziri ameendelea kupeleka shinikizo kwa Shireku ili kuhakikisha kwamba ameyachukua maghala hayo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 900, bilioni 90. Usijue kama mnanielewa hivi. Yaani Shireku, ile shirika la pamba la Shinyanga, si ndio? Pale Kurasini pale, mimi hayo maghala nimeshayaona. Kwanza hata hivyo wanapunjwa kwa kupewa shilingi milioni 900 kwa mwezi. Ni wanapunjwa. Yanatakiwa wapewe hata shilingi bilioni 3 au bilioni 2.5. Kwa sababu yako sehemu ni prime kabisa pale. Sehemu ambapo pana nanili, pale karibu na bandari. Halafu huyu Mheshimiwa Bashe anataka kujimilikisha kuyapola yale ayamiliki yeye. Watu wamewekeza zaidi ya shilingi bilioni 90 pale. Lakini anakuja sasa mtu anataka kuwapola wakulima hawa kwa sababu hawajitambui hawa Wasukuma. Kwa sababu Wasukuma hawa hawajitambui. Ninawahakikishia na waomba sana ndugu zangu wa Shireku, na waomba sana ndugu zangu watu wakulima wa pamba, tuungane tukatae udalali wa namna hii na tukatae upolaji wa rasilimali za nchi katika nchi yetu. Sasa kama ni shule tumeenda kusoma kwa ajili ya nini? Kama tunaona wazazi wetu, wazee wetu walijikamua wakaendeleza vitu, wakaanzisha vitu hivyo, halafu sisi watoto tunakuja kushuhudia mali zile walizozitengeneza wazee wetu zinapora na mtu mmoja, na sisi tuko kimya. Tuna haja gani ya kuishi duniani hapa? Tupo hapa tumeenda shule kwa ajili ya nini? Tumeenda kusoma darasani, tumehudhuria kwa ajili ya kufanya nini? Kama rasilimali zetu za nchi, za watu wetu, wazazi wetu zinaibiwa mbele ya macho yetu, ninyi watu wa Shinyanga, ninyi watu wa Mwanza mnakaa kimya. Eti hewala. Hatuwezi kukubali hili jambo. Hatuwezi kukubali hili jambo. Na namwambia kabisa hata Mheshimiwa Rais, ninamshauri kwa dhati ya moyo wangu, jambo hili ni jambo kubwa kuliko unavyoweza kuelewa. Kwa sababu lina shinikizo kubwa la waziri kutaka kupora rasilimali za watu. Mkumbuke huyu Mheshimiwa Bashe alikuwa mtumishi wa New Habari Corporation, mnakumbuka? Na New Habari Corporation ilikuwa inamilikiwa na nani? Si Rostam Aziz. Rostam Aziz anafanya biashara gani? Mnataka mfanye connection ya haya mambo, mnaweza mkanielewa. Lakini hatuwezi kukubali Shireku na maghala haya yakapolwa, yakamilikiwa na mtu mmoja. Hilo haliwezekani na halitawezekana mpaka mwisho wa tone letu. Tutalipigania hili. Hatutakubali. Hatuwezi kukubali. Kwa ni watu tu ambao ni yani vitu vikubwa kama hivi, halafu mtu tu tunanyamaza kimya. Bunge lenyewe limekubali. Bunge, hawa bunge wanatoka katika kanda mikoa inayolima pamba wako wapi? Wamewasaliti watu wao, wamewasaliti wananchi wao. Halafu leo wanaenda kuomba kula. Halafu na nyinyi wananchi mwape kula hawa watu. Si mtakuwa ni watu wa ajabu sana? Mtakuwa ni watu wa ajabu sana. Kama tunaweza kuwa na viongozi tuliowachagua ili watutetee, halafu wanaenda kutuumiza, kuna haja ya kuwachagua viongozi? Acheni masiara nyinyi. Acheni masiara nyinyi. Acheni masiara. Msitudharau kiasi hicho. Msitupumbaze kiasi hicho. Shireku iende kwa mtu mmoja tu kabisa, na sisi tumekubali mbele ya macho yetu. Hatuwezi kukubali. Lakini vile vile tulishuhudia tarehe 20 Disemba 2024 Waziri Bashe akiwa jimboni kwake Nzega aligawa pikipiki. Aligawa pikipiki 229. Mnakumbuka? Watanzania mnakumbuka? Aligawa pikipiki 229. Ukiquantify tu kwa bei ya kawaida ya pikipiki, kama pikipiki moja inauzwa shilingi milioni 3. Maana yake unaongelea zaidi ya shilingi bilioni 600. Karibia bilioni 700. Ukipiga tu quantify unaongelea zaidi ya bilioni 700, milioni 700. Sasa milioni 700 ni hela nyingi sana.
Halafu kipindi hicho wakati anazigawa zile pikipiki zile, wakati anagawa zile pikipiki, kilitokea kulikuwa na watu wengi kama watu 200 hivi. Kama 2000 ukiangalia wale wajumbe walioenda kama 2000 hivi. Yenda kule. Umeona vizuri. Kaenda kama 2000 na ule kulikuwa mkutano mkubwa sana. Dr. Nchimbi alikuwepo pale. Mheshimiwa Nchimbi, katibu mkuu wa chama. Na Bashe alitoa shilingi milioni 360 kujenga lile jengo la nini? Jengo gani lile? Jengo la CCM, ukumbi wa CCM wa mkutano pale Nzega. Sasa kilichotokea ni nini? Baada ya kuweka lile akatoa milioni 360, zikatolewa shilingi akagawa pikipiki 229. Hizi ni pikipiki za Watanzania, hizi ni mali za Watanzania hizi, kuwagawa watu kwa ajili ya nini? Kuwapa wale watu wa kilimo, watu wadogo hao nini wa vijiji, unaona watu wadogo hawa nini wa viongozi wa serikali wa CCM kata na vijiji na matawi. Maana yake hao watu wa viongozi wa kata na wenyewe wanaendesha pikipiki, wa vijiji na matawi na wenyewe wanaendesha pikipiki. Vijiji pikipiki 229. Sasa ina maana kwamba kwa siku hiyo tu ukiquantify, unaweza ukajikuta kwamba Mheshimiwa Bashe alitumia zaidi ya shilingi bilioni 3. Bilioni 3. Ukiquantify katika muktadha huo. Lakini vile vile kabla ya hapo Mheshimiwa Bashe alitoa pikipiki 20 na pikipiki 54 kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya watendaji wa vijiji na kata, ambapo alimtuma Mheshimiwa diwani wa Nzega Magharibi kwenda kuweka hilo nini. Sijui kama unaelewa vizuri. Maana yake katika hichi kipindi kifupi alichokaa kama waziri wa kilimo, maana yake ni kwamba ametumia zaidi ya mabilioni ya shilingi. Kama siku moja tu unatumia shilingi bilioni 3. Je, unajiuliza sasa kwamba hizi hela amezitoa wapi? Hilo swali la kujiuliza sasa, kwa hizi fedha mheshimiwa huyu aliyeapa kwa mujibu wa katiba, akiwa ameshikilia Biblia, akiwa ameshikilia msahafu, akiwa ameshikilia katiba, na akaapa mbele ya kamishna wa tume ya maadili ya viongozi, amezitoa wapi hizi fedha? Hapa Wizara ya Kilimo kuna biashara gani anayoifanya Mheshimiwa Bashe kuhakikisha kwamba anapata fedha nyingi kiasi hichi? Kuna chimbo la pesa pale Wizara ya Kilimo. Watu wanadukua tu hela, wanachimba tu hela. Chimba hela. Kama sio rushwa ni nini? Na nakusudia kumpeleka kwenye tume ya maadili ndugu Mheshimiwa Bashe kabisa, kwa sababu kwa mujibu wa sheria za maadili ya utumishi wa umma, kiongozi yoyote lazima unapoapa lazima unajaza fomu ya mali unayomiliki na mali na madeni ulionayo, si ndio? Sasa siamini kwamba wakati anaapa hizi mali aliziorozesha, kama alikuwa na ukwasi mkubwa kiasi hichi. Siamini, kwa sababu hatukumuona kabla alipokuwa hasio waziri akifanya matukio haya. Sijajua kama unaelewa vizuri. Kwa hiyo lazima mimi nakusudia kumpeleka kwenye tume ya maadili, kamati ya maadili, ili kusudi ahojiwe, tujue kwamba je, hizi fedha umezitoa wapi? Mtumishi wa umma, waziri mwenye dhamana, unatumia mabilioni ya shilingi, kama sio rushwa ni nini? Alafu mtu huyu bado yuko madarakani, mtu huyu bado yuko kwenye ofisi ya umma. Unajua kuna masiara makubwa, watu wanakufa bila dawa hospitalini, watu wengine wanachezea pesa, watu wanakufa bila, yani watu wamekufa maiti za ndugu zao, wanaambiwa usipokuwa na hela hutoi, uende kuupewi mwili wako wa kumwenda kumzika ndugu yako kwa heshima. Halafu watu wenzetu kule wanatumia pesa zao kama jinsi wanavyoona. Hatuwezi kukubali hili jambo litamalai katika nchi yetu. Na nawahamasisha Watanzania wote, hasa vijana. Vijana tuna tatizo kubwa la vijana. Ajira hamna.
Sasa ajira hamna. Unawezaje kutengeneza ajira kama ajira kazi yetu ni kuagiza tu? Kuagiza tu. Mwalimu Nyerere wakati anaondoka madarakani aliacha viwanda vingi, hasa viwanda vya pamba vilikuwa 12. Leo hii hebu tuambie, viwanda vya pamba na nguo viko wapi leo? Nani aliyeviua? Miaka 40 baadaye hatuna kiwanda cha nguo. Hivi sisi tunaendelea au tumerudi nyuma? Hivi sisi kweli wa Tanzania tuna akili sawa sawa? Kabisa, tuna uzalendo kweli katika nchi hii? Tunaua viwanda vyetu kwa ajili ya kuagiza. Tulikuwa na General Tyre ya kutengeneza matairi. Leo hii gari ziko nyingi zaidi. General Tyre ilitakiwa iwe kubwa zaidi ili kusudi magari yote haya yaende kununua bidhaa, yaende kununua tairi kutoka pale General Tyre. Tuna pikipiki mamilioni ngapi ya pikipiki katika nchi hii? Situngekuwa tunaenda kununua pale General Tyre. Leo hamna, kiwanda kimekufa. Na wamekiua kwa makusudi ili kusudi tuagize. Kimeuawa tu makusudi. Hakuna sababu zote za maana za kuwa viwanda hivi. Tumeviua hivi viwanda. Hivi leo tuna kiwanda hata cha nguo. Kiwanda cha nguo kipo cha APZ pale, ambacho kinazalisha nguo za kwenda kuuza nje. Kwa nini tusiwekeze? Na tunatumia pamba 30% tu pamba inayotumika humu. Nyingine yote tuna export marobota. Kwa nini tusiweke viwanda? Burkina Faso pale kijana mdogo Ibrahim Traoré juzi tu hapa ameingia madarakani, ndani ya miaka 2 amefanya mambo makubwa. Ameanzisha kiwanda cha pamba. Ameanzisha kiwanda cha nguo. Ameanzisha kiwanda cha kusindika nanili. Ameanzisha kiwanda cha kutengeneza nyuzi pale, nyuzi. Maana yake sasa nanili Burkina Faso sasa haiwezi tena kuagiza nyuzi kutoka nje, kwa sababu wana kiwanda chao pale. Sisi tunashindwa nini? Pamba tunayo ya kutosha. Mikoa 17 inalima. Tunashindwaje kutengeneza kuwekeza huko ili kusudi kuondoa hata ile swala zima la ajira katika nchi? Kwa sababu ukiwekeza kwenye kilimo peke yake utaajiri mamilioni ya Watanzania, watu ambao hawana elimu na watu wenye elimu, wote wataajiriwa katika sekta ya kilimo. Lakini mambo haya hayafanyiki ndani ya nchi yetu yenye rutuba, yenye ardhi ya kutosha, yenye ardhi ambayo ni zaidi ya hekta milioni 39 tunayo. Lakini hakuna jambo linalofanyika. Jambo hili hatuwezi kukubali katika nchi hii iendelee kutamalaki katika nchi hii. Lakini mtakumbuka pia huko Ushetu, waziri wa Basha alielekeza shamba la Shireku kupewa vijana wa BBT lenye ukubwa wa hekta 900, ambapo Shireku pia mle kwenye ile shamba kuna magara, kuna ofisi na kuna kila kitu. Wamepewa BBT. Mradi ambao hauna faida yoyote, hatujapata faida yoyote katika nchi hii. Wauliza hao vijana walioenda wako wangapi? Unaanzisha mradi yani akili ile ya kuanzisha ule mradi ilikuwa ni mawazo yalikuwa ni mazuri, implementation yake imefeli pakubwa sana. Kwa sababu nilitegemea kwamba wangewapa wakulima, kama ni ruzuku wapewe wakulima, wapewe fedha. Vijana waliomaliza chuo kikuu hawa wape fedha. Leo mtu amemaliza udaktari anaenda kufuga samaki. Si matumizi mabaya kabisa rasilimali watu? Mtu aliyesomea mechanical engineering leo anaenda kufuga samaki. Anaenda kufuga samaki. Mtu mechanical engineer. Wakati tuna barabara, kila siku barabara tunatakiwa tujenge. Barabara wanapewa wa China. Watu wanapewa watu wa nje. Sisi kazi yetu ni kunanili. Halafu vijana kazi yenu ni kushangilia Simba na Yanga. Hivi mnajielewa nyinyi vijana wa Tanzania? Kwa sababu ukiangalia tu kila mwaka graduates wanamaliza zaidi ya milioni 1 wanaingia kwenye ajira. Wanaoajiriwa, wanaopata ajira katika sehemu rasmi na zisizo rasmi ni watu wangapi tu? 200,000. Maana yake unabaka zaidi ya watu 800,000 na kitu wako mtaani. Ukipiga kwa miaka 10 tu unaongelea zaidi ya watu milioni 9. Vijana wapo. Kazi yao ni kuongelea Simba na Yanga. Na ndio maana nakwambieni hivi, kuna kijana wa wapi? Mtoto gani, mtoto wa kiongozi yupi aliyemaliza chuo kikuu akaenda mtaani akakaa bila kazi?
Nyinyi vijana mnaoshangilia Simba na Yanga, ninyi vijana mnaohangaika kila siku, mnahangaika na kubeti, ambao mmemaliza chuo kikuu, mmemaliza udaktari, uinjinia, uhasibu na nini, mbona hampati kazi? Kwa nini kazi hazitengenezi? Kwa nini hawa watoto wa viongozi wao wakimaliza lazima wapate kazi? Hivi mnajielewa? Nyinyi mnatengenezewa lidude la kuwapumbaza, muendelee kupumbaza kabisa, ili kusudi msijali haya mambo ya nchi. Wenzetu wanaendelea kwa sababu anapoajiriwa mtoto wa kiongozi, anapoajiriwa maana yake anaajiriwa kwa ajili ya kulinda maslahi ya baba yake au mama yake. Ndio hivyo. Utasema nini zaidi? Si ndio maana yake? Kwa sababu yeye akishamaliza anampa kazi mwanae. Yule mwanae anamtengeneza ili kusudi aje kulisi mikoba yake. Kwamba asipokuwepo yeye tayari yuko kwenye system tayari. Maana yake yale madudu aliyokuwa anafanya baba yake, huyu mtu ataenda kuyalinda. Hicho ndio maana yake. Leo yani kuna vitu vingine yani vigumu sana. Anyway, lakini na hoja yangu kubwa hapa vijana, na wahamasisha vijana kuamka. Msikubali kuwa manamba tena katika nchi hii yenye rasilimali nyingi rukuki ambazo zimetamalaki katika nchi yetu. Lakini kuna kauli tata ambazo Mheshimiwa Bashe amekuwa akizitoa. Kwa mfano, mashamba ya miwa yanaweza akageuzwa akawa mashamba ya mpunga. Si mnakumbuka? Wakulima wanaolalamikia udhaifu wa usimamizi wa sekta ya kilimo, kule kuuziwa mbegu feki, mbolea feki na viuatilifu. Mheshimiwa Bashe anakuambia kwamba hatutawaletea mbegu feki, hatutawaletea mbolea na hatutawaletea wanunuzi. Anawatisha Watanzania. Si mnakumbuka zile kauli alizozungumza? Kauli tata hizo. Kwa mfano kama kuweka zuio la bandari la watu wasipita katika nchi yetu, kinyume cha sheria, alafu bado mtu huyu bado yuko madarakani. Sijajua anacholindwa ni nini, aliyeko nyuma yake ni nani, na anayempa kiburi hicho ni nani. Lakini siamini kwamba mamlaka za nchi amezipumbaza kiasi hicho, kiasi kwamba haziwezi kuchukua hatua. Lakini niwaambie tu kwamba Watanzania, waziri wa kilimo pia ametunga kanuni. Zile kanuni zile ni kanuni mbaya. Kanuni ambazo zinaenda kuhatarisha maisha ya Watanzania. Kwa mfano, ameweka tozo ya shilingi ngapi? Shilingi 75 kwa sukari inayoingia kutoka nje. Lakini ameweka tozo ya shilingi 50 kwa kilo kwa sukari inayozalishwa ndani ya nchi. Maana yake nini? Maana yake unatengeneza unyonyaji mkubwa kama wananchi kwa nchi yetu. Si ndio? Ili wananchi wetu, wakulima wetu waendelee kuwa maskini zaidi. Hili jambo hatuwezi kulikubali. Hili jambo hatuwezi kulikubali. Hitimisho. Ndugu wanahabari, katika kuhitimisha taarifa yangu kuhusu maamuzi ya kuzuia kusafirisha bidhaa zinazopita nchini kwetu kwenda nchi za jirani on transit, na kufunga mipaka ya kuingia bidhaa za mazao kutoka Malawi na Afrika Kusini, yaliyofanywa na Mheshimiwa Bashe yanaweza kulipelekea nchi yetu kuwekewa vikwazo vya kibiashara na WTO na taasisi zingine za kimataifa za haki za binadamu. Lakini ndugu wanahabari, maamuzi ya kukurupuka na pengine yenye msukumo wa maslahi binafsi hayajaanza kwenye swala hili ya kufunga mipaka. Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Bashe tangu ashike nyadhifa hiyo amekuwa akifanya maamuzi mengi ya kuvunja sheria za nchi na kutumia ubabe tu kama nilivyoeleza hapo juu katika vipengele 11. Mfano sakata la sukari, makato ya wakulima, kilimo cha mkataba na matumizi ya stakabadhi ghalani. Ndugu wanahabari, kwa kuwa pia swala la raia wake la kutiliwa mashaka, na inaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha yeye kukosa uzalendo wa taifa letu la Tanzania, na pengine anafanya hivyo kwa makusudi ili kuingiza taifa letu kwenye machafuko na kujinufaisha binafsi. Maoni yangu, nilitegemea sintofahamu iliyosababisha waziri wa kilimo katika maamuzi hayo ya kufunga mipaka ya Malawi na Afrika Kusini angekuwa ameshaachia ngazi. Lakini mimi kama kijana mzalendo natoa rai kwa Mheshimiwa Rais. Kwanza, kumfukuza kazi mara moja waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe kwa maslahi mapana ya taifa. Kwa majambo haya na mengine ambayo ameyafanya, ndipo jambo kubwa sana
akiendelea kuwepo katika hiyo wizara, lipo jambo kubwa sana atalifanya litakaloenda kuhatarisha usalama, hata usalama wa rais mwenyewe. Na kueleza ukweli, Mheshimiwa Rais. Pili, kufanya uchunguzi wa kina kwa maamuzi yake yote ya uvunjifu wa sheria na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Tatu, umma wa Tanzania ueleze uhalali wa uraia wake Mheshimiwa Hussein Bashe. Lakini mwisho kabisa, ninawaambia, nawakumbusha viongozi wengi waliochukua uamuzi wa kuachia ngazi, japo wapo wengi tu, japo makosa yao hayakuwa makubwa ukilinganisha na makosa aliyofanya Mheshimiwa Bashe. Mfano, Spika Justino Ndugai, Job Justino Ndugai, makosa yake yalikuwa madogo tu, lakini aliamua kuachia ngazi. Lakini kwa makosa haya ya Bashe, leo bado yuko ofisi za umma, anapigiwa saruti. Anyway, lakini vile vile kuna watu akina Moses Nnauye walitumbuliwa. Moses Nnauye, Nape Moses Nnauye, Mheshimiwa Medad Matogolo Kalemani walitumbuliwa, waliondoka tu. Kuna Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki, kuna Profesa Ndalichako, Joyce Ndalichako, Mheshimiwa Engineer Leonard Chamuliho. Hao wote kwa makosa madogo tu waliondoshwa katika nafasi zao. Lakini Balozi Lebarata Mulamula, Mheshimiwa Engineer Kamwerwe, Mheshimiwa Godfrey Mwambe, Mheshimiwa hayati Dr. Faustini Ndugulire, naye aliondolewa katika nafasi yake kwa makosa madogo tu. Lakini vile vile Mheshimiwa Mwakibete, Mheshimiwa Mwakibete kwa naibu waziri, naye aliondolewa kwa makosa madogo tu. Kuna Mheshimiwa Mary Masanja, Mheshimiwa Angelina Mabula, naye aliondolewa katika makosa madogo tu. Akina Mheshimiwa Mwita Waikwabe Waitala, naye aliondolewa kwa makosa madogo tu. Akina Stephen Biabato, naye aliondolewa kwa makosa madogo tu. Kwa hiyo huyu Mheshimiwa Hussein Bashe anakaa kwenye ofisi za umma mpaka leo. Kwa nguvu ya nani? Kwa ulinzi ya nani? Na kwa maslahi ya nani? Bashe must go. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa